Katika kilele cha tamasha hilo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile wizara kwa kushirikiana na UNESCO, yani shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, iliratibu warsha ya wadau wa uteuzi wa muziki wa Singeli kuorodheshwa kwenye orodha ya urithi wa dunia unaoratibiwa na UNESCO. Muziki wa Singeli unatumiwa vionjo vya ngoma za asili ikiwemo midundo ya mikong'oso. Midundo ya Singeli inaendelea kuzalishwa kwa wingi kupitia kivunge cha mtozi kilichotengenezwa na BASATA. Upekee wa Singeli umeifanya kuwa kivutio kikubwa katika matamasha makubwa ya kimataifa kama vile Nyege Nyege Festival Uganda, Duo Festival nchini Ubelgiji, Primavera Sound Festival nchini Hispania, Approbation Festival nchini Ujerumani na Kora Festival nchini Ufaransa. Baada ya kumaliza kwa washa hiyo, wizara iliandaa nyaraka muhimu za uteuzi, yani nomination dossier, wa kuziwasilisha UNESCO yenye makao makuu Ufaransa kwa ajili ya hatua za kuidhinishwa. Hivi sasa kinachosubiriwa ni kukamilika kwa taratibu za UNESCO ili hatimaye kutangaza rasmi muziki wa Singeli kuwa ni sehemu ya orodha ya urithi wa dunia, hatua ambayo itaimarisha zaidi hadhi ya utamaduni wa Tanzania duniani. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kupitia BAKITA iliratibu maadhimisho ya 3 ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani yaliyofanyika tarehe 7 Julai 2024 jijini Dar es Salaam, yakiwa na kauli mbiu Kiswahili fursa za maendeleo duniani. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuongeza kasi ya kukuza kueneza Kiswahili kimataifa, wizara kwa kushirikiana na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA iliratibu kongamano la Kiswahili la kimataifa lililofanyika katika jiji la Havana nchini Cuba, lililoanza tarehe 7 mpaka 10 Novemba 2024. Kongamano hilo lilijumuisha washiriki zaidi ya 600 kutoka katika nchi mbalimbali duniani. Lengo la kongamano hilo lilikuwa kupeleka Kiswahili katika ukanda wa Karibe, Amerika ya Kati na Amerika ya Kusini, ambako lugha kuu ya mawasiliano ni Kihispaniola. Aidha, mafanikio yalipatikana katika kongamano hilo ni pamoja na kuzinduliwa kwa kitabu cha misemo ya kila siku ya Kihispaniola na Kiswahili kilichoandaliwa na BAKITA, kamusi ya Kihispaniola na Kiswahili iliyoandaliwa na Taasisi ya Taaluma za Kiswahili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, pamoja na kitabu cha Jifunze Kihispaniola kwa Kiswahili kilichoandaliwa na Chuo Kikuu cha Suza, yani Zanzibar State University of Zanzibar, kusimikwa rasmi kwa lugha ya Kiswahili katika ukanda wa Karibe, Amerika ya Kusini na Amerika ya Kati ni mafanikio makubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia BAKITA imeandaa kanzidata ya wataalamu wa Kiswahili kwa lengo la kubaini uwezo wa nchi kushiriki katika kueneza matumizi ya maendeleo ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia huduma za ukalimani, tafsiri, ufundishwaji wa Kiswahili kwa wageni pamoja na uandishi wa vitabu. Katika kipindi cha Julai 24 Aprili 25, baraza limetambua na kusajili wataalamu 73 sawa na 61% ya lengo la kusajili wataalamu 120, ambapo kati ya Aprili 25 na 25 kanzidata ina jumla ya wataalamu sasa 1897. Mheshimiwa Naibu Spika, lugha adhimu na awishi ya Kiswahili ni tunu ya taifa letu. Pamoja na kazi kubwa inayofanywa kwenye eneo hili la lugha ya Kiswahili, napenda kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa sisi wa Tanzania tuna wajibu wa kujivunia na kutembea kifua mbele kutokana na mafanikio tunayoyapata ya lugha ya Kiswahili, na hivyo ni lazima tupigane na maadui watatu wa lugha ya Kiswahili, yani kukifubaza Kiswahili, kubananga Kiswahili na kukibagaza Kiswahili, na tusikubali mtu yoyote aipuuze au kuibeza lugha yetu, kwani imetupa utambulisho pekee duniani. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Baada ya harakati za ukombozi wa Afrika kukamilika, Tanzania imekabidhiwa jukumu jingine la kuongoza juhudi za uhifadhi wa urithi wa ukombozi wa Afrika kupitia azimio la Umoja wa Afrika la mwaka 2011, ikiwa ni ishara ya heshima na kuthaminiwa kwa mchango wa Tanzania katika kuleta uhuru na usawa katika bara letu la Afrika. Kituo kimeendelea kuratibu ukarabati wa jengo linalotumiwa na kamati ya ukombozi ya AU, ambapo hadi sasa ukarabati umefikia 92%. Mafanikio haya yanadhihirisha juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa mahiri wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kutunza na kuenzi historia hii adhimu ambayo ni sehemu muhimu ya urithi wa bara letu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika hatua nyingine, kituo kimeanza kuratibu ujenzi wa kituo kikuu cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika kilichopo katika eneo la Kiromo, Bagamoyo, mkoani Pwani. Ujenzi wa kituo hiki utakuwa na manufaa mengi kwa taifa letu, ikiwa ni pamoja na kutumika kama makumbusho ya harakati za ukombozi wa Afrika. Aidha, kituo hiki kitakuwa kivutio kipya cha utalii wa kiukombozi. Vile vile kituo hiki kitakuwa mfano bora wa uhifadhi wa historia ya ukombozi wa bara la Afrika. Mheshimiwa Naibu Spika, nihamie katika maendeleo ya sanaa.
Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeratibu kushiriki kwenye matamasha mbalimbali na kushiriki kwenye matamasha mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Wizara imefanikiwa kuandaa tamasha kubwa la Samia Serengeti Music Festival, ikiwa ni mwendelezo wa tamasha la Serengeti Music Festival ambalo limekuwa likiandaliwa tangu mwaka 2020. Tamasha hili limechukua jina la Samia Serengeti Music Festival kwa heshima ya jitihada kubwa zinazofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha sekta ya sanaa na michezo na utamaduni nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, tamasha hilo lilihudhuriwa na wananchi takriban 45,000 na liliruhusu wasanii kutoka kambi mbalimbali kutumbuiza katika jukwaa moja kubwa kuwahi kutumika Tanzania na Afrika Mashariki, ambalo limewekwa viwango vya hali ya juu kabisa kuongeza thamani ya wasanii wetu dhidi ya wasanii wengine wa Afrika. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Tanzania, imeendelea kuhakikisha kunakuwa na soko la uhakika la kazi za filamu na muziki nchini. Moja ya hatua zilizochukuliwa ni ili kufikia azima hiyo, wizara inafanya jitihada za kuingia makubaliano na wamiliki wa makampuni ya Emirates, ambapo mazungumzo ya awali yalifanyika tarehe 15 Novemba 2024 jijini Dubai. Baraza la Sanaa la Taifa, Mheshimiwa Naibu Spika, limeendelea kutekeleza kazi zake, na serikali kupitia BASATA kwa lengo la kuimarisha ubunifu na kuongeza ubora wa sanaa iliratibu utoaji wa tuzo za muziki zilizofanyika Dar es Salaam Oktoba mwaka jana katika ukumbi wa Superdome jijini Dar es Salaam. Tuzo hizi kwa mara ya kwanza katika historia ya tuzo zilirushwa na vyombo vikubwa vya kimataifa vya habari vya BET na MTV. Aidha, jumla ya wanamuziki 180 kutoka ndani na nje ya nchi walishiriki kinyang'anyiro cha tuzo, na hatimaye tuzo 36 zilitolewa kwa washindi, huku mwanamuziki nguli Steven Hiza aliyeimba wimbo wa Tanzania Yetu alipata tuzo ya heshima na zawadi ya shilingi milioni 50 kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kurahisisha utoaji wa huduma kwa wadau, baraza limechukua hatua ya kuunganisha mfumo wa utambuzi wa wasanii, yani Artist Management Information Systems AMIS, na mfumo wa ukusanyaji wa mapato ya serikali ya mitaa TAUSI na mfumo wa ununuzi NeST ili kuwafikia wadau wote wa sanaa. Kuhusu bodi ya filamu Tanzania, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia bodi ya filamu imeratibu maandalizi ya tuzo za kitaifa za ucheshi, yani Tanzania Comedy Awards, kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, zilizotolewa mwezi Februari 2025, ambapo mgeni rasmi